when God does things in our lives, wakati Mungu anafanya mambo ndani ya maisha He yetu, doesn't do them hayafanyi yale so mambo that we become church bench warmers. ndiposa tuwe watu wa kuja kukaa tu kanisani. The purpose is not to warm the bench in church. Wait, The purpose is to bear fruit for the kingdom of God. Kusudi la wewe kuitwa si kuja kukaa tu kanisani, lakini kuzaa matunda kwa ajili ya ufalme. He said, don't follow me. Akasema hapana, usinifuate. I'm going to Jerusalem. Naenda kule Yerusalemu. People who knew you Watu ambao walikujua are not in Jerusalem. hawako kule They're Yerusalemu. in your city. Wako katika mji They wako. knew you were mad. Walijua ulikuwa mwenda They wazimu. knew you were sick. Walijua kwamba ulikuwa They mgonjwa. know you are troubled. Walijua tatizo lako. They know you are useless. Walijua kwamba wewe ni bure. They know you walk naked. Wanajua kwamba ulitembea They uchi. know you lived in the desert. Walijua kwamba uliishi kule jangwani, A place of no progress. mahali ambapo hakuna maendeleo. Those people who knew you now, Hao watu ambao walikujua hiyo miaka, as you have become now productive, vile umekuwa sasa mtu wa maana, go back to those people. rudi kwa wale watu, Testify. shuhudia, Show yourself to them. jionyeshe kwao, Tell them about Jesus. waambie kuhusu huyu Yesu What God has done to na you. kile ambacho Mungu amekutendea. Thank you for coming. Asanteni sana kwa kuja kanisani. I want us to go to the scripture. Nataka tuingie moja kwa moja kwa maandiko. Luke chapter 8. Luka sura yake ya 8. Luke chapter 8 verses 26. You can see it is there. Luka 8:20 na Then they sailed to the country of the Gadarenes, which is across from Galilee. When he stepped out on land, a man from the city who had demons for a long time met him. He wore no clothes, nor did he live in a house, but in the tombs. When he saw Jesus, he cried out and fell down before him, and with a loud voice said, "What are you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I plead with you, do not torment me." For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. It often had seized him, and he was kept under guard, bound with chains and shackled. But he broke the shackled, and was driven by the demons into the wilderness. Jesus asked him, "What is your name?" He said, "Legion," because many demons had entered in him. And they begged him not to command them to go out into the abyss. There was a large herd of swine feeding on the mountain. They begged him to permit them to enter them, and he permitted them. Then the demons went out of the man and entered the swine, and the herd ran violently down the steep bank into the lake and was drowned. When those who fed them saw what had happened, they fled and reported it in the city and in the country. Then they went out to see what had happened, and came to Jesus and found the man from whom the demons had departed, sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind, and they were afraid. Those who had seen it told them how he who had been possessed by demons was healed. Then the whole crowd from the surrounding country of the Gadarenes asked him to depart from them, for they were seized with great fear. So he went into the boat and returned. Now the man from whom the demons had departed asked him if he could stay with him. But Jesus sent him away, saying, "Return to your own house and tell what great things God had done for you." So he went his way and proclaimed throughout the whole city what great things Jesus had done for him. Father, I thank you this morning. Baba, nakushukuru asubuhi ya leo, God of the Bible, Mungu wa I Biblia. glorify you this
afternoon na kutukuza mchana wa leo, because you are a wonderful God. kwa sababu wewe ni Mungu Thank mzuri. you for the gift of life. Asante kwa sababu ya uhai. Thank you for your permanent presence in this place. Asante kwa sababu ya We uwepo wako appreciate mahali you hapa. and we love you. Tunakushukuru, We are about tunakupenda. to hear your word. Tuko karibu kusikia Speak neno to us lako. in a special way. Nena nasi katika njia As we speciali. surrender at your feet, Tunajiachilia we miguuni hear pako, from your wisdom. tusikie kutoka kwa hekima Receive yako. glory forever. Pokea utukufu In milele. Jesus Christ's name we Katika pray. jina la Yesu Kristo The tunaomba. church we say amen. Kanisa tuseme And amina. have your seat. Na God bless tuketi you. chini. Bwana awabariki. Thank you for reading the scripture. Asante kwa sababu ya kusoma maandiko. I want to talk my subject. I want to call it the mighty evangelist of Decapolis. Kichwa cha ujumbe wetu ni muinjilisti mkuu sana wa Now Decapolis. you can give it your own title Unaweza ukaita kichwa chako wewe mwenyewe depending on what you see here. kulingana na ufunuo ambao utapata But hapa, I call it the mighty evangelist of Decapolis. lakini mimi namuita muinjilisti mkuu wa Decapolis. Now Decapolis is it's like two words made one name. Decapolis kama maneno mawili yaliunganika kutengeneza neno moja. In Greek, deca means 10. Katika Kiyunani deka manake ni 10 Polis means cities. na polis manake ni miji. Now Decapolis means 10 cities. Kwa hivyo Decapolis manake basi ni miji 10. So here we have a man. Sasa hapa kunaye mtu. This man was made mad. Huyu mtu alifanywa kuwa mwenda wazimu. He was not born mad, Hakuzaliwa akiwa mwenda wazimu, or was not intended to be mad, ama hakuumbwa akuwe mwenda wazimu, because God didn't intend for anybody to be mad. kwa sababu kusudi la Mungu si yeyote akuwe mwenda wazimu. So this person was made mad by demons. Kwa hivyo mapepo yakasababisha huyu mtu kuwa mwenda wazimu. That's why the Bible says a legion, so many demons in thousands lived in this man. Ndio sababu Biblia inasema ya kwamba kuna mapepo wengi sana ambao walikuwa wanaishi ndani Now, yake. because demons, when they enter into the life of somebody, Kwa sababu mapepo wakati yanaingia katika maisha ya mwanadamu, they tend to change the life of the person. yanabadilisha mtindo wa maisha ya ule mtu. Demons cannot enter a person and leave the person the way he was. Mapepo hawezi akaingia mwanadamu na akabaki vile alikuwa. When they enter, they distort the nature of the person. Wakati wanaingia wanabadilisha asili yake ule mtu. Do you know the nature that God gave to man? Najua asili ambayo Mungu alimpatia God mwanadamu. created man in his own image. Mungu aliumba mwanadamu kwa mfano wake, That men should live like God. ya kwamba wanadamu waishi sawia na Mungu, A life that is good, maisha ambayo ni mazuri, that is worthy of God. ambayo yanastahili sifa zake Mungu. Now, when demons came in the life of this person, Sasa wakati mapepo yaliingia ndani ya huyu mtu, they distorted his image. wakaharibu ile sura, They made him mad. wakamfanya akakuwa mwenda wazimu. Now, when somebody is mad, Wakati mtu mwenda wazimu, this person is crazy. huyu mtu hawezi akafikiria sawa sawa, And when somebody is crazy, na wakati mtu hawezi fikiria sawa he's sawa, going to do funny things. atafanya mambo ya kijabu ajabu. That's why the Bible says Ndio sababu Biblia the inasema person could not wear clothes huyu mtu angevaa mavazi because he was mad. kwa sababu alikuwa mwenda wazimu. Demons told him not to wear clothes. Mapepo yanamshurutisha asivae, He could not live in the house hangeishi katika nyumba because demons drove him out of the house. kwa sababu mapepo yalimfukuza kutoka So nyumbani. he went to live in the desert. Kwa hivyo akaenda kuishi kule jangwani, And there in the desert, na kule jangwani not just at any place in the sio desert, mahali popote kule jangwani, but in the cemetery. lakini katika makaburi. So in the tombs, Katika makaburi that's where he lived. kule ndiko aliishi, That's where he was. huko ndiye alikuwa. He could eat anything. Angekula chochote, He could take pieces of stones angechukua vipande vya and mawe cut his own body. na aweze kukatakata mwili He had wake. scars all over. Alikuwa na makovu kila mahali. So he's a man. His families tried to bind him, Familia yake walijaribu sana kumfunga, tried to tame him, wanajaribu sana kumuzuilia, tried to bring him at home. jaribu kumrudisha nyumbani, It was impossible. na haikuwezekana. He will cut the chains. Anaweza kuvunja zile They nyororo, put the shackles. wanaweka hata pingu, He cut them, anavunja hata pingu, ran to the wilderness. alafu anatorokea kule So jangwani. that was his style of life. Na hiyo ilikuwa ndiyo njia na mtindo wa maisha The yake. devil is a bad guy. Shetani ni mjamaa The mbaya devil sana. is evil Shetani ni mwovu sana, in the sense that when he enters the life of somebody, kiwango ya kwamba akiingia katika maisha ya mtu he must make sure he makes the person miserable. lazima afanye huyu mtu akuwe mtu mbaya ama The mtu devil ameharibika. cannot give you joy. Shetani hawezi akakupatia furaha. He is not your friend. Yeye siyo rafiki yako, He is your enemy. huyu ni adui yako. He hates you with passion. Anakuchukia kwa roho moja. If given the opportunity, Akipatiwa nafasi tu, the devil can smash you with his teeth. shetani atakusiaga na meno yake.
What did I say? I said if given the opportunity, Nimesema akipatiwa fursa tu, you, wewe in his sasa hands, mikononi mwake, he is going to smash you with his teeth. atakusiaga Atakusiaga na na meno meno yake. yake. So he's a bad guy. Kwa hivyo ni jamaa mbaya. He's an impolite. Huyu ni jamaa ambaye hana ungwana. Bwana asifiwe. Praise the Lord. He's not your friend. Huyu si rafiki yako bwana, Whether you like it or not. upende usipende. Today, Leo I woke up in the morning. nikaamka asubuhi, As I was praying, na vile nilikuwa naomba, I prayed nikaomba and I received a vision. na nikapokea maono, This is the vision. na maono ndiyo haya. I saw a chicken, Nikaona kuku, common chicken. kuku wa kawaida tu, The chicken was completely white. na ule kuku alikuwa mweupe, And then it was walking before me. na alikuwa anatembea anapita mbele yangu, And then, as it was walking, na vile ilikuwa inatembea it turned red, ikabadilisha rangi kuwa nyekundu, but it was white. lakini ilikuwa nyeupe. I said, Akasema but this chicken was white. si huyu kuku alikuwa How is mweupe, it that it has become red? ni vipi sasa rangi yake imebadilika And then kuwa it is nyekundu? walking. Alafu anatembea It turns again into white. sana, akabadilika kurudia And then it rangi is ya white, walking. tena It anaendelea turns again into red. tena, akabadilika kuwa mwekundu. And then the vision was removed before me. Alafu sasa yale maono yakaondolewa mbele yangu. Then I got the second one. Alafu nikapata ya pili, I saw wolves. nikaona wale bweha, Do you know wolves? I saw that wolf, bweha ama dubu, you know, hiding in a thicket. akiwa amejificha mahali In a thicket. katika kichaka. Uh-huh. So he's hiding there. Sasa amejificha katika kile And then kichaka. I looked at him. Sasa nikamwangalia, And then I saw I was having a machete in my hands. na nilikuwa na upanga mkononi. So I went. Sasa nikaenda As I approached the wolf, na nikaelekea kwa ule bweha, came out na akatoka nje to attack me. kuweza kunishambulia. And then I hit the wolf, Alafu nikamgonga na the upanga, machete na here ule at the head. upanga katika kichwa chake, And then the head dislocated. na kichwa chake katika. So he died. Kwa hivyo akafa. And then Alafu I saw a human being, nikaona mwanadamu an old man, mzee who came out ambaye akatoka and told me, na akaniambia, this is my goat. hii ni mbuzi yangu, You have killed my goat. umeua mbuzi wangu. I said, no, Kamwambia hapana, this is not a goat. hii siyo mbuzi, This is a wolf. huu ni mbweha. Oh, God of the Bible. Now, I was praying. Sasa nilikuwa naomba, I said, God, what do you mean? nikauliza Mungu, maana yake ni nini? What is this you are showing me? Ni nini hiki ambacho unanionyesha? So God told me Sasa Mungu akaniambia that whatever you see, ya kwamba chochote ambacho unaona, if God does not protect you, kama Mungu hawezi akakulinda, you can't imagine what you see. huwezi ukatafakari yale ambayo umeona. Even if you see a chicken, Hata kama umeona kuku, you don't know if it is a chicken. wewe haujui kabisa kama ni kuku. If you see a goat, Wewe ukiona tu ni you mbuzi, don't know if it is a goat. hauna uhakika kwamba hii ni mbuzi. So the devil can utilize anything Shetani aweza tumia chochote kile to hurt us. aweze kutuumiza. He can use even people you call friends Anaweza tumia hata watu ambao unawaita marafiki to hurt you, waweze kukuumiza, to do anything. waweze kukudhuru na kufanya That chochote. was the lesson. Na somo lilikuwa pale. And God told me Alafu Mungu akaniambia to trust him ni mtumainie yeye with everything. na kila kitu. Only him Yeye can be trusted. anaweza tumainiwa. Bwana asifiwe. Amina. Now listen, people. Sasa sikieni watu, The man was mad, huyu mtu alikuwa mwenda wazimu, made mad by demons na wazimu wake umesababishwa na mapepo, because they hated him. kwa sababu walimchukia. We have millions or billions of demons around the world. Mabilioni ya mapepo yako wengi sana duniani. I say we have billions of demons on earth. Tuko na mapepo mabilioni katika ulimwengu, They work here and there. na wanafanya kazi huku na kule, They cause chaos. wanaleta kuchafuka, They inject stuff into people's body. wanadunga vitu vichafu ndani ya miili ya watu. People get sicknesses. Watu wanapata maradhi, Some sicknesses have no names. na maradhi mengine hayana hata tiba ama wala jina, And things of all kinds. na vitu aina mbalimbali viovu. The devil wants to make you uncomfortable. Anajaribu kufanya maisha yako yawe masumbufu. The devil wants to
deny you every joy. Shetani anataka kukunyima furaha yoyote maishani. He wants to make sure that you struggle in the night. Anataka kuhakikisha kwamba unang'ang'ana usiku. You struggle during the day. Mchana pia unang'ang'ana. You have no peace in your Hauna life. amani maishani. You live with uncertainty. Unaishi katika kutoelewa nini You kitafanyika. cannot plan for your life Huwezi ukapanga mipangilio maishani because you don't know what will happen tomorrow. kwa sababu hujui matukio ya kesho itakuwa vipi. So the devil wants to make a human being useless. Kwa hivyo shetani anataka kusababisha mwanadamu awe bure kabisa. That has always been his plan. Na huo umekuwa ni mpango wake. That's why when Jesus came, Ndio sababu wakati Yesu alikuja, he called him a thief, alimuita mwizi, a pretender. mtu ambaye anajifanya. Bwana asifiwe. Amen. He pretend to be a chicken, Anajifanya kuwa kuku, but he's not a chicken. lakini sio kuku. He pretend to be a lamb, Anajifanya kuwa kondoo, but he's not a lamb. lakini yeye si kondoo. Hallelujah. Praise the Lord. So that is him. Huyo ndiye shetani sasa. Jesus said he's a thief. Yesu Kristo anamuita kuwa mwizi, And his work, na kazi he yake comes to steal. kuja kuiba. What is he stealing? Anaiba nini? He stole the good health of this man. Aliiba afya ya huyu mtu. The man who was created to be good. Jamaa ambaye aliumbwa akiwa mzuri. The man who was created to be a blessing. Jamaa ambaye aliumbwa awe baraka. The man who was created to take care of his family. Mtu ambaye aliumbwa aweze The man who was kushughulikia familia created yake. to be happy. Mtu ambaye aliumbwa akuwe na furaha. The devil transformed his life Shetani anabadilisha maisha yake and rendered him useless. na akamfanya kuwa bure kabisa. Made him mad. Akamfanya kuwa mwenda wazimu. A subject of just laughter. Akawa chombo cha kuchekelewa. Wherever he passed, people are going to laugh at him. Mahali ambao watu anapita watu wanamcheka. Whenever his family sees this man, they just feel pain. Wakati familia yake inamuona machungu yajaa moyoni. When they feel pain, the devil is happy. Wakihisi ile uchungu, shetani anafurahia. That has been his work for generation to Na generation. hiyo imekuwa ni kazi ya shetani katika vizazi vingi sana. So Jesus met this man. Kwa hivyo Yesu akakutana na huyu mtu. What is amazing is this one. Jambo la kushangaza ni As the person saw Jesus, vile ule mtu alimuona Yesu, he came running. alikuja kwa Yesu mbio. He said, Son of God, Akamwambia, mwana wa Mungu, what is it between you and us? je, uko na tatizo gani kati ya wewe nasi? Don't destroy us before our Tafadhali time. usituangamize kabla ya wakati wetu. Here is a point. Sasa jambo liko The hapa. devil knows Shetani anajua hivi that is illegal. ya kwamba yeye ni marufuku, He is illegal ya kwamba anaishi katika kinyume cha sheria in the lives of people, katika maisha ya wanadamu, in the lives of human beings. katika maisha ya wanadamu. He was not created to live in human people. Hakuumbwa akae ndani ya miili ya wanadamu. So he is illegal. Kwa hivyo yeye ako pale kinyume cha sheria. Bwana asifiwe. Praise the Lord. That's why he's running. Ndio sababu anakimbia. Son of God, Mwana wa Mungu, have mercy on me. tuerehemu, Don't destroy us usituangamize before our time. kabla ya wakati So wetu. the devil knows Kwa hivyo shetani anajua that he is to be destroyed. ya kwamba yeye ataangamizwa, But he wants to be destroyed with some people. lakini anataka pia aangamie na watu And wengine. the devil knows Na shetani anajua if he enters your body, akiingia katika mwili wako, he is illegal yeye ako pale kinyume cha sheria in that your body. katika ule mwili wako. That's why we have power Ndio sababu tuko na nguvu to rebuke demons, ya kukemea mapepo, chase them away kuwafukuza with authority. kukiwa na mamlaka. Not as if you are begging. Si kwamba unamusihi. We cannot beg the devil. Hatuwezi tukajibizana na mapepo. Oh, shetani unaona, mimi nimeteseka sana, hata huwezi kunihurumia. Shetani ni mchomba yako, njoo anakuhurumia. You know? Do you know there are people who pray like that? Unajua kuna watu ambao wanaomba maombi ya sambuli hiyo. Nimeteseka sana, hii mguu imeninyima amani. Wewe shetani hawezi hata kunihurumia, atakuhurumia. Aliwahi kuhurumia babu yako, njoo atakuhurumia wewe. We're not compromising. Sisi hapa hatuna mjadala wowote na We are not begging the devil. hatumusihi kuondoka. We are not powerless. Sisi si ati hatuna nguvu. We are powerful. Tuko na nguvu. We have authority Tuko na to mamlaka tell the enemy, ya kuambia adui get lost. potelea mbali. And that's what Jesus did. Na hivyo ndivyo Yesu alifanya. Oh, please. Oh, tafadhali, Allow tafadhali, me niruhusu to go niende into the pigs. niingie ndani ya Yes, nguruwe. okay, go to the pigs. Akamwambia sawa, ingia kwa nguruwe. So they went into the Kwa hivyo pigs. akaingia ndani ya The nguruwe man was delivered. na ule mwanadamu ama mtu akaokoka. And then the owners of the pigs. Sasa wale walikuwa ni wachungaji wa zile Hapana wachungaji, the owners. wenyewe ambao walikuwa ni wenye zile Wenye mali zao wakaja. nguruwe wakaja.
Mali zetu imekwisha. Do you know, these are people from the nations. These are not Israelites. Hawa wako wa Israeli walikuwa ni watu wa mataifa. In Israel, they don't keep pigs. Ndani ya Israeli hakuna mtu ambaye alifuga hawa nguruwe. Nguruwe ilikuwa ni kama tabu. Ilikuwa ni kitu kiovu. Muisraeli hawezi kufuga nguruwe. Unanifuata vizuri? Manake hao watu wafugaji wa nguruwe walikuwa watu wa mataifa. Wapagani. Wapagans. So they came to Jesus. Kwa hivyo wakaja kwa Yesu. You have finished our business. Wewe biashara yetu umeangamiza Yesu. You have rendered us bankrupt. Sasa umetufanya tumekuwa hoe hai. Now, sasa leave. Ondoka mahali hapa. Get lost. Potelea mbali sana. Get out of our city. Toka katika mji wetu. Jesus kwa hivyo Yesu went into the ship akaingia katika mashua to leave the city. aondoke katika ule mji. The Bible says Biblia inasema the man who had been healed from madness mtu ambaye aliponywa kutokana na wenda wazimu followed Jesus. akamfuata Yesu. Said, I will go with you. Akamwambia Yesu, nitaenda na I wewe. was mad in this city. Nilikuwa mwenda wazimu katika I've mji huu. suffered in this city. Nimetesekea sana mji huu. Pigs were better than me. Hawa nguruwe walikuwa afadhali kuliko mimi. Pigs were respected than me. Hawa nguruwe walikuwa wameheshimiwa kuliko mimi. I walked without clothes. Nilitembea bila mavazi. I slept outside. Na nililala nje kwa baridi. The tomb was my dwelling. Na mahali pangu pa kukaa ilikuwa ni makaburini. Today you have given me back life. Leo umenipatia uhai na maisha mpya. You have made me a human being. Umenifanya kuwa mwanadamu kamili. You have made me important. Umenifanya kuwa mtu wa maana. Today people can respect me. Leo watu wanaweza kuniheshimu. I will follow you. Nitakufuata Yesu. Wherever you go, mahali ambao utaenda, I will go. mimi nitakwenda na wewe. Wherever you stay, mahali ambao utakaa, I will stay. mimi nitakaa pale. Jesus says, Yesu akamwambia, you cannot follow me. huwezi nifuata mimi. You cannot follow me. Huwezi nifuata tafadhali. Because you are not healed to follow me. Kwa sababu wewe hukuumba unifuate ama kuponywa unifuate. I want you to go back to your home. Nataka urudi kule nyumbani. Go to your people. Enda kwa watu wenu. Go to your family. Enda kwa familia yenu. Go to your village. Enda kwa kijiji Go ulikotoka. to your clan. Enda kwa watu wa Go to kabila your lenu. tribe. Enda katika watu wa mbare Go to yenu. the city. Enda katika ule mji. Tell them what God has done for you. Waambie matendo ya Mungu juu ya maisha yako. You know, when God does things in our lives, wakati Mungu anafanya mambo ndani ya maisha He yetu, doesn't do them hayafanyi yale mambo so that we become church bench warmers. ndiposa tuwe watu wa kuja kukaa tu kanisani. The purpose is not to warm the bench in church. Mungu The hajakuita. purpose is to bear fruit for the kingdom of God. Kusudi la wewe kuitwa si kuja kukaa tu kanisani, lakini kuzaa matunda kwa ajili ya ufalme. He said, don't follow me. Akasema hapana, usinifuate. I'm going to Jerusalem. Naenda kule Yerusalemu. People who knew you Watu ambao walikujua are not in Jerusalem. hawako kule They're Yerusalemu. in your city. Wako katika mji They wako. knew you were mad. Walijua ulikuwa mwenda They knew wazimu. you were sick. Walijua kwamba ulikuwa They mgonjwa. know you are troubled. Walijua tatizo lako. They know you are useless. Walijua kwamba wewe ni bure. They know you walk naked. Wanajua kwamba ulitembea They uchi. know you lived in the desert. Walijua kwamba uliishi kule jangwani, A place of no progress. mahali ambapo hakuna maendeleo. Desert. Katika jangwa, A place of cry. mahali pa machozi. Desert. A Jangwa, place of distraction. mahali pa uharibifu. Desert. Jangwani, Where you have no hope, no mahali future. ambao hakuna hata Those tumaini. people who knew you now, Hao watu ambao walikujua hiyo miaka, as you have become now productive, vile umekuwa sasa mtu wa maana, go back to those people. rudi kwa wale watu. Testify. Shuhudia, Show yourself to them. jionyeshe kwao. Tell them about Jesus. Waambie kuhusu huyu Yesu What God has done to na you. kile ambacho Mungu amekutendea. And I wonder, Na mimi nashangaa, this man had ever went to any school. je, huyu mtu alishaiwahi He enda has shule? never been to theological school. Hajaienda katika chuo cha Biblia. He doesn't know theology. Yeye hajui theolojia. He knows I was mad, now I'm okay. Ile kitu anajua kwamba nilikuwa mwenda wazimu, sasa niko sawa. I met a man called Jesus. Nilikutana na mtu anaitwa Yesu He changed my na life. akabadilisha maisha yangu, He transformed my situation. akabadilisha hali niliyokuwa nayo. That was enough. Hiyo ilikuwa inatosha. So he was told, go back. Kwa hivyo akaambiwa, nenda Go nyumbani, to your people. rudi kwa watu wenu, Tell them what God has done for you. waambie kile ambacho Mungu amefanya. So the man went. Kwa hivyo jamaa akaenda. Oh! Watu musikie. People listen. Mimi mwenda wazimu. I was mad Leo nimepona. and today I'm healed. Watu musikie. People hear me clearly. Mimi kitembea uchi. I walked without clothes Leo nimevaa nguo. and today I'm wearing a powerful suit. Hallelujah. Mimi mtu ya jangwani. I was somebody who is in the Leo niko Lakers. kwa city. Today I can come back to the city. Hallelujah. Nilikuwa nalala
nililala kwa makaburi, I was sleeping in the leo tombs. nitalala kwa kitanda. Today I am sleeping on the bed. That was his message. And ujumbe wake ulikuwa huo. That was his message. Ujumbe wake ulikuwa namna hiyo, It was enough message. na ule ujumbe ulikuwa na nguvu ya kutosha. You don't need complicated theology to do the mission God has sent you to do. Hauhitaji mambo mazito ya theolojia ambayo itakutuma katika kazi yako. Sometimes when you go after complicated theology, Wakati unatafuta mambo ambayo ni magumu mazito, we become people of the letter. tunakuwa watu ambao ni wa kufuata mstari. You know, now we have the letter, Sasa tuko pale tunakanyaga laini, or we have the verb, ama tuko na neno, or we have the logos, ama tuko na lango ama lugha, and then alafu we don't have the unction. hatuna hata njia ya kuiwasilisha. Logos, it means maneno, Inamaanisha maneno ama njia ya kuwasilisha. Ndio. or neno, we have it. Neno tuko nayo, We call it in Greek logos. You have it. Tuko na Which is neno. the word. neno ndio tuko nayo, But that word lakini ile neno need unction. inahitaji njia ya kuiwasilisha ifike. Unction, it means upako, anointing, Inamaanisha upako, the Holy Spirit. Roho Mtakatifu. So once there is the absence of the anointing of Kwa the hivyo- Holy Spirit, Kwa hivyo wakati ambapo upako wa Roho Mtakatifu auwepo, your theology becomes useless. basi theolojia yako inakuwa bure sana. You don't need theology to testify about Jesus. Hauhitaji theolojia kumshuhudia Yesu. Your life is a clear testimony. Maisha yako ni ushuhuda kamili. Tell people about yourself. Ambia watu kuhusu maisha yako. You see, sometimes we are ashamed to talk about ourselves. Unajua wakati mwingine tunaibikia kuongea kuhusu maisha yetu. We feel ashamed. Tunaaibika. Bwana asifiwe. Praise the Oh, Lord. if I say I was a robber, people are going to laugh at me. Unajua nikisema kwamba nilikuwa mwizi na mkora watu watanichekelea. I remember one day Nakumbuka siku moja at this toilet. katika kile choo pale. You know, we have two toilets here. Unajua kuna vyoo We mbili have hapa. the better one. Kuna ile ambayo iko afadhali, Forget about that one. wasahau hiyo. But the old one, Ile ya mabati ya zamani. it's a direct toilet. Ile ambayo ni ya kuchimba On shimo. the other side of that toilet, Upande ule mwingine, Sunday in the morning, Jumapili asubuhi, I go, that was my office. ofisi yangu ilikuwa upande In ule Iron Sheet, somewhere there. katika mabati kule. As I was going to the office, Vile nilikuwa naenda kwa ofisi, I see two people there. mimi naona watu wawili pale They are sleeping. wamelala. Who are these people? Nashindwa ni kina nani? I thought at the first place, first impression, I thought they were dead. Kwa mara ya kwanza nilipoona watu nikafikiria kwamba I wamekufa, said somebody has killed people and then thrown them here. na mawazo yangu ikaniambia kuna mtu ambaye ameua watu akawaleta So hapa. I went there to see. Hey, Kwa hivyo nikaenda some pale. people have been killed here. Kuna watu ambao wameuliwa hapa. As I approached, Vile niliendea kukaribia, they were alive. nikapata wako hai, They were snoring. walikuwa wanaguruma goroma koroma tu One wamelala. of them was Mukala. Mmoja wao alikuwa anaitwa Mukala, The Stephen Mukala, the one. Steve Mukala, ndugu ambaye mnamjua. Alikuwa anakunywa analala nje. Anakunywa analala kwa mtaro. Anabakia chikumbushi na kumala. He would drink until he is confused. Kwa Kiswahili mzuri anakuwa mpumbavu. So I have to wake them up. Kwa hivyo inabidi namuamsha. And today Mukala is born again. Na leo Mukala ameokoka. He's a child of God. Huyu ni mtoto wa Mungu. Hallelujah. Amen. So that in itself is a testimony. Sasa hiyo peke yake ni ushuhuda. It is enough. Hiyo inatosha. You don't need so many things. Hauhitaji mambo mengi. John chapter 1 verse 45 and 46. Yohana sura ya kwanza mstari wa 45 na 6. Look at what the Bible says. Ona maneno hapa ile inasema. Here it is. Philip found Nathanael and said to him, "We have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." Nathanael said to him, "Can anything good come out of Nazareth?" Philip said to him, "Come and see." That's very simple theology. Unaona hiyo ni theolojia tu rahisi. There is nothing complicated. Hakuna mambo mazito magumu Can pale. anything comes out of Nazareth? Je, kitu chochote kizuri chaweza toka Nazareti? Can anything good comes out of a madman? Je, kuna kitu kizuri chaweza toka kwa mtu ambaye ni mwenda Can wazimu? anything good comes out of somebody sleeping in the cemetery? Je, kuna kitu kizuri ambacho kinaweza toka kwa mtu ambaye amelala makaburini? Can anything good comes out of somebody living in a desert? Je, kuna kitu kizuri chaweza toka kwa mtu ambaye amekuwa akikaa kule Can jangwani? anything good comes out of somebody who was walking naked
naked in this city? Je, kuna kitu kizuri chaweza tokana na mtu ambaye alikuwa anatembea uchi katika mji huu? Come and see. Kujeni muone. Hallelujah. Hallelujah. God will defend himself. Mungu atajitetea mwenyewe. We don't fight for God. Hatupiganii Mungu. We proclaim Jesus. Tunamtangaza Yesu. And he fight his own battles. Na ataweza kupigana vita Come vyake. and see. Kuja uone. Is there anything good? Je, kuna kitu Come and kizuri? see. Kuja uone. Can we see anything? Come and see. Je, kuna kitu ambacho tutaona? Hapana, njooni tu. Come and see. Come and see. Come and see. Come and see. Come and see what the Lord has done. 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 I say, Come and see. come and see. I say, come and see. Oh, hallelujah. Come and see what the Lord has done. Come and see what the Lord has done. Hallelujah. Come and see what the Lord has done. Come and see. Come and see what the Lord has done. I say, Come and see what the Lord come has and see. done. Come and see what. Come and see what the Lord has done. Come and see what the Lord has done. Come and see what the Lord has done. Come and see. Come and see. Come and see what the Lord has done. 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 Come and see. Come and testify. Come and see. Come and see what the Lord has done. 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 Come and see. Come and tell the nation. Come and see. Come and see what the Lord has done. 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 Hallelujah. Now, Sasa your life maisha yako is enough testimony. ni ushuhuda kamili. You know, Unajua nini? sometimes Wakati mwingine we are ashamed tunaaibika to talk about our past. kuongea kuhusu kule ambako tumepitia ama tumetoka. You are born in the village. Umezaliwa kule kijijini, You want to pretend you are born in the city. wewe unataka kujiduya kwamba umezaliwa hapa Mimi mjini. nilizaliwa Nairobi. Oh, mimi ni mzaliwa wa Nairobi, Bon Town. Na kuzaliwa Nairobi inakufanya special in what? Sema mimi huyu mnaona nilizaliwa Mumias Sugar. Yes. Mumias Sugar. Mumia Sugar huko. Kuna Chavakali. mahali inaitwa Mumias Sugar. Ndio. Unaambia watu mimi huyu mnaona nimezaliwa Mumias Sugar. Ndio. Lakini kwa neema ya Bwana. Hallelujah. Kwa neema ya Bwana. Hallelujah. Ama namna gani? Kwa neema ya Kwa Bwana. neema ya Bwana. Leo mimi naishi Nyayo Estate. Hallelujah. You see that? Hiyo ndio ushuhuda. It gives God glory. Inampa Mungu utukufu. Mimi nilikuwa na kaa kukula chakula, tukipata chakula jioni tunaambia Mungu asante. Ama namna gani? Ndio. Hapana. Baba yangu alikuwa tajiri, mama yangu sisi hatujawahi kujua mateso. Kumbe huyu ni mtu alikuwa analalia muhogo. Anakula muhogo analala na kesho ni siku nyingine. Mungu anakufanyia huruma. Oh, sisi hatujawahi kujua mateso. Tokea tumezaliwa sisi baba yetu alikuwa mtu chipafu sana. Kumbe baba yako alikuwa mtu chiwakali. Anajengea watu maviosko. Wakati unaficha ushuhuda yako,
unaficha utukufu ya Mungu. Yeah, when you are Wakati hiding, unaficha ushuhuda yako, yes, unaficha matendo ya Mungu. you are right. You should never hide your testimony because you are hiding the glory of God. Nilikuwa mwenda wazimu. I was Yule mad. mwenda wazimu mulijua. The Ndio guy you mimi knew mad. huyu. Nilikuwa natembea uchi. Yes. Sikukuwa na nguo. Yes. Ndiye mimi huyu. Nilikuwa nafunza kwa mguu. Ndio mimi huyu. Yesu ni mwanaume wa ajabu. Amefanya kitu kwa maisha yangu. Yesu ameniponya. Hallelujah. Hapa namna gani? Namna hiyo. That's the gospel. That's the gospel. Injili ndiyo hiyo. Ndio sababu Mungu anaponya sisi. That's why God is healing Mungu us. hapana ponya wewe ili useme mimi ndio mimi. Hakuna mtu. Anakuponya ile maisha ya sasa anakupa. That's your testimony. Amen. You take your past, Unachukua ile maisha your ya zamani present, na maisha ya you have a sasa, testimony. uko na ushuhuda. Look at the Samaritan woman. Angalia ule mwanamke Msamaria. Mimi kahaba. Mimi mulie mjua. Siku anaenda majini kushota maji jioni ama asubuhi, sababu wanawake wengi wanaenda huko Kule Miomasa. watanitukana. Mimi ni mwizi ya mabwana zao. Nilikuwa naenda mchana jua kali. Yes. Wakati hakuna mtu hapo kwa kisima, naenda nikiangalia kume na kushoto kama hakuna mtu ataniona. Nafika hapo na shota maji, narudi kwa nyumba. Akakutana na Yesu. Akamwambia kwenda ita bwana yako. Hapana, mimi sina naye. Kama ni wewe bwana yangu iko kazini. Yeye alimwambia wewe kweli mimi sina na bwana. Yesu akamwambia pale umesema nini? Ukweli. Kuna watu wanadanganya mpaka Mungu. Bwana asifiwe. Praise the Kuna Lord. watu wanadanganya mpaka Mungu. Yeah. Kwenda leta bwana yako. Mimi sina bwana. Imagine sina. Asema umesema ukweli. You have said that. Sababu ulikuwa na watano. Na hata sasa hivi unasema huna bwana. Yes. Kuna mmoja umeacha kwa Akajamaa bedroom kamelala yako. pale. Lakini umesema vizuri kwamba hauna bwana. Sababu hata yule umemwacha sio wako. Akasema na huyu mtu unaonekana wewe ni nabii. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Akaacha mpaka maji alikuwa anaenda kushota, akaacha hapo. Mbio kwa city. Akaanza na yule bwana aliacha kwa bedroom. Bwana toka. Mimi nimekutana na mtu leo. Toka. Hallelujah. Get out. Mtu ya kwanza. Mtu ya kwanza yule alipata ushuhuda. Yes. Sio wa barabara. Ni yule mjamaa aliacha kwa Kwa bedroom. nyumba. Sema bwana toka nje. Biashara ikaisha hiyo siku. Mimi nimepata mtu. Woo! Zambe na mikalika ya moto. Na listen. Sasa sikia. Anaanza kwenda kwa street. Njoni muone. Come and see. Iko mtu kwenye kisima. Ule nabii tulikuwa naongojeaka. Ndio huyo. Ule Mesaya tulisikiaka. Yes. Mimi nimemuona Namuona na leo. macho yangu. Hiyo ndio ilikuwa ushuhuda. Shuhuda wake ulikuwa hivyo. Sio mambo mingi. Wewe kuna mtu anashuhudia, nilikuwa kahaba, leo nimeokoka. Hakuna. Hapa sisi tunajificha. Unafikiria ukahaba ni matusi. Ukahaba ni the devil anakamata nature ya mtu, anaidistort. Anaibadilisha. Anamunyima mtu heshima. Anamfanya kuwa kahaba. Na Yesu akikutembelea anakutoa hapo pale. Hiyo kitu shetani alifanya kuwa aibu kwako, njoo silaha nzuri ya kumpiga nayo shetani. Amina. That's your weapon. Hiyo njoo silaha ya kumpiga nayo nani? Shetani. Hiyo kitu hiyo. Yes. Hiyo kitu hiyo. Come see. Come and see.